Ni kanda ya Nyasa, lakini ni mkufunzi wa masuala ya Chadema ni msingi kutoka chama cha Chadema. Ndugu waandishi wa habari, ninawaita kwa jambo moja tu la msingi la kuzungumza. Mnamo tarehe 22 Disemba 2017 nilifanya maamuzi mwenyewe wala pasipo kuulizwa na mtu kujiuzulu nafasi ya udiwani ya kata ya Kilosa. Na nilifanya hivyo kwa sababu za msingi zifuatazo. Ndugu waandishi, kumbuke kwamba diwani yeyote anayepata fursa ya kuwa diwani anapitia chama cha kisiasa. Ndio anakuwa diwani wa kata husika. Kwa hata mimi nilipitia chama cha maendeleo Chadema kuwa diwani wa kata ya Kilosa. Lakini unapoendesha shughuli zako za kisiasa au kama kiongozi wa serikali kwa ngazi ya udiwani, ni lazima upate mashirikiano ya kutosha kwenye ngazi zote. Kuanzia ngazi ya central government, lakini pia kuanzia ngazi ya local government, kwa maana ofisi ya meya pamoja na madiwani na kuendelea. Lakini ndugu waandishi wa habari, nafikiri itakuwa sio kitu geni kuona kwamba kumekuwa na wimbi la madiwani kuhama. Lakini naomba niwahakikishie kwamba kuhama kwangu mimi hakuendani na hilo wimbi ambalo linazungumzwa kwa madiwani waanuliwa wanahama. Kuhama kwangu mimi, inawezekana baadhi ya waandishi mnajua ni migongano, ni kutokuelewana na ni kule kutokufuata mifumo dhahiri ya kichama na uendeshaji mzima wa baraza la manispaa ya Iringa mjini. Na ikumbuke kwamba mimi nilikuwa naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Na pia sio kujificha kwamba katika utendaji wangu wa kazi nilifanya kazi ya kutukuka kama diwani wa kata, lakini pia kama naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Na ni kweli kwamba kikanuni kila baada ya mwaka mmoja katika uendeshaji wa baraza ni lazima kuwe na mabadiliko ya nafasi ya naibu meya. Aidha kama ni makamu mwenyekiti kama halmashauri zingine kama manispaa, kwa hiyo nafasi husika lazima kuwe na mabadiliko. Mchakato ule wa kumpata naibu meya ndani ya manispaa ya Iringa mjini haukufuata taratibu. Ulikuwa ni mchakato wa mabavu ambapo madiwani wote tulikaa kikao cha caucus au madiwani, tuliamua kwa pamoja kwamba madiwani waliona ni dhahiri mimi ni tena, walisema kwamba niendelee kwa miaka yote mitano kuwa naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Na madiwani wote walisema, na ikiwemo mheshimiwa mbunge alizungumza na mbunge wa viti maalum akiwemo, lakini kama mbunge wa viti maalum kama katibu wa chama akiwemo, walizungumza kwa pamoja kama madiwani kwenye kile kikao cha caucus, na ikaonekana basi mimi nafaa kuwa naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Lakini cha kushangaza, ndugu waandishi wa habari, kilichotokea baada ya siku 4 meya wa manispaa akasogeza tarehe mbele ya uchaguzi kwa kutumia WhatsApp, sio barua au sio kikao tena, kutumia kwenye groups akasogeza uchaguzi mbele. Mimi nikastuka, lakini baadaye nikashangaa madiwani wawili watatu wamejitokeza kugombea hiyo nafasi, ambayo alikuwa ni Dadi Gogo pamoja na madiwani wengine wawili kama mheshimiwa Mtiki. Lakini baada ya hapo sikushangazwa kwa hilo, sababu niliamini wale madiwani sababu walinichagua wote kwa kula moja pamoja, itakuwa haina shida. Na barua yangu ya kutambulisha chama kwenda manispaa ilipelekwa na katibu ambaye ni Kulima. Lakini mwisho wa siku ilifanyika kitu ambacho nakishangaa, sio utaratibu wa kazi, sio cha kikanuni cha kwenda ku-withdraw barua ambayo madiwani wamekubaliana kwamba ni meya ikatolewa. Na mimi ikaonekana kwamba sasa sifai tena kuendelea kugombea ile nafasi. Sasa nilikuwa na mkanganyiko pale kwamba kanuni zinasemaje. Inawezekana kweli kwenda kuchukua hiyo barua, lakini mwisho wa siku ukarudi mchakato upya na akapatikana naibu meya Dadi Gogo, na madiwani wakawa wamebadilisha kile ambacho walikuwa wamekisema. Mimi nililalamika, niliandika barua kama 4 za kwenda kwa katibu mkuu kupitia kanda za kulalamika kwamba mchakato uligubikwa na babe, lakini pia ulikuwa na mtazamo wa kisiasa, sababu kulikuwa na minong'ono mjini kwamba mimi nataka nigombee ubunge Iringa mjini, kwa mheshimiwa mbunge Peter Msigwa hataki mimi niendelee kuwa naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Na hizo ni dhibitisho kwamba ni kweli, kwa sababu hata mbunge mwenyewe mwanzo alikwenda izungumza Radio Iboni kwamba sisi ndio tunamwamini, lakini baadaye akawa anazungumza kwamba you can't outshine your master, kwamba mimi hata siwezi kumoutshine master wangu ambaye ni mbunge. Wakati mimi nafahamu kwa mujibu wa katiba ya chama chetu Chadema, kila mtu ana haki ya kufanya hivyo na ana nafasi ya kuweza kupata hiyo haki ya kuwa kiongozi. Mheshimiwa mwandishi wa habari, ulikuwa ni moja. Lakini lingine, baada ya pale
watu hata mjini manispaa walijua mimi nitakuwa wa kwanza kuondoka katika nafasi ile, kwa maana kufikiri kwamba tunafanya kazi kwa hasira. Mimi nafahamu kuwa kiongozi wa kisiasa huwezi kufanya kazi kwa hasira. Kwa hiyo nilitulia, nikaendelea kufanya kazi za manispaa kwa weledi ule ule kama diwani. Lakini baadaye tena ikaonekana ninapofanya kazi nakosa ushirikiano. Kwa mfano, kwenye kata yangu kulikuwa na janga la upepo. Kata ya Kilosa. Kata ilizuiliwa na wananchi kadhaa walipata madhara ya kukosa madhara, nyumba zao zilizuiliwa. Meya alikuwa wa kwanza kufika, lakini walikuja wabunge watatu, lakini mbunge Mheshimiwa Msigwa hakuja. Nilimpigia simu na nikiomba pia mfuko wa jimbo uweze kunisaidia angalau kuanulia wananchi mabati. Hakuja. Na mpaka leo hakuwahi kuja. Nafikiri waandishi wa habari nimezungumza pia kwenye baadhi ya mitandao nikizungumza hiyo hali ya kuomba viongozi wengine waje. Mwisho wa siku alikuja mkuu wa wilaya, huyo na ofisi ya mkuu wa mkoa walikuja kutoa michango yao, na tumaini mimi nikasaidia wale wananchi. Na nikapaulia wananchi watatu kwenye kata yangu, kata ya Kilosa. Lakini baadaye kulingana nilipofanya jambo hilo nimefanya kosa na nauliza nimepata pesa za kuweza kuwazuia wananchi hao matatizo. Lakini kingine, Mheshimiwa waandishi wa habari, katika utendaji wa manispaa kuna mfuko wa jimbo wa mbunge. Na mwaka jana ilionekana mfuko wa jimbo unatakiwa uje kwenye kata yangu mimi kwa ajili ya ujenzi wa maabara kata ya Kilosa. Na ilikuwa hivyo na tulikubaliana hivyo kama caucus na kama baraza. Lakini mwisho wa siku mbunge kupitia kikao chao cha kamati ya mpango mji alikataa mfuko wa jimbo usije kwenye kata yangu mimi, kata ya Kilosa. Pia waheshimiwa, baada ya hivyo ikumbuke kwamba mimi baada ya kupata ile nafasi ya meya kukosa, nilipewa kama adhabu. Meya aliagiza moja na mbunge kwamba nipewe kamati hii moja. Na ili waheshimiwa waandishi wa habari, nalizungumza hivi kwa sababu mimi nilikuwa na kifua cha kumeza. Lakini nimeamua nizungumze. Kwa hiyo nikapewa kamati moja. Hasa can you imagine mtu ambaye alikuwa naibu meya na sio naibu meya wa manispaa Iringa, mimi najiamini nilikuwa naibu